أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وآله وصحبه ومن والاه وبعد. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rehma na amani zimfikie mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, katika muda huu mfupi nizungumzie rehma za Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kadari zake. Ndugu Waislamu, ndugu zangu, mambo yanayotokea sisi wanadamu katika ulimwengu huu ni kwa kadari zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa qadaihi. Lakini katika hayo yote yanayotokea, yanayotupata sisi, yawe ni yenye kutufurahisha au yawe ni yenye kutuumiza, ni mipango ya Mwenyezi Mungu ambayo kwetu sisi tunaweza tukaona ni mambo yenye kutuumiza, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa waja wake ni mwenye huruma sana. Ndugu zangu Waislamu, unaweza ukapata msiba, unaweza ukapata kupotelewa mali, unaweza ukapata ajali ikakuumiza sana, lakini usiwe na wasiwasi, tarajia kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala thawabu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Wale ambao wenye kupatwa na jambo lenye kuwaumiza, basi wanasema hakika sisi sote ni wa Allah Subhanahu wa Ta'ala na sisi kwa Allah ni wenye kurejea. Tatoa mfano mmoja wa rehema ya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kadari ili tuweze kupata mafundisho na mazingatio. Katika suratul Kahf, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezungumzia mifano kisa cha Musa na Khidri katika maeneo matatu. Eneo la mwisho ni eneo ambalo ningependa kulizungumzia. Mwenyezi Mungu anasema, fantalaqa hatta idha ataya ahla qaryatin istata'ma ahlaha faabaw an yudayyifuhuma. Musa na Khidri wakaondoka mpaka walipoijia katika kijiji kimoja, wakawaomba wale watu wa kile kijiji chochote, lakini wale watu wakagoma kuwapa hicho walichoomba, wakagoma kuwapa hifadhi. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema, faabaw an yudayyifuhuma fawajada fiha jidara yuridu an yanqadha faaqama. Wakakuta pale kuna mkuta unakaribia kuanguka, wakaujenga upya ukasimama. Musa akawa hakufurahishwa na lile jambo, lakini wakati Khidri anamsimulia hikima ya kujenga ule ukuta, akasema, wa amma aljidaru fakana lighulamaini yatimaini fil madina. Ule ukuta ulikuwa ni miliki ya vijana wawili ambao ni mayatima katika ule mji. Wa kana abuhuma saliha, na baba yao alikuwa ni mwema. Amma aljidaru fakana lighulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma. Na chini ya ule ukuta kulikuwa kuna mali ya wale watoto. Wa kana abuhuma saliha, na baba yao alikuwa ni mwema. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu fa arada rabbuhuma an yablugha ashuddahuma yastakhrija kanzahuma. Mwenyezi Mungu akataka wale vijana wawe wakubwa, ndo ile mali yao iweze kutoka. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, unaweza ukaona hali ya mayatima katika jamii, namna ambavyo jamii imewaacha wanavyoteseka, na mali yao pale ambapo ukuta ungedondoka ilikuwa inadhihirika, wanachukua mali yao na nufaika nayo, lakini Mwenyezi Mungu akawaleta watu wawili, wakaja wakaiziba ile mali, ikafunikwa, haikuonekana tena. Kwa nini? Huenda labda ile mali ingedhihirika, wale ni mayatima bado wadogo, hawawezi kujisimamia, ima mali ingepotea kwa kula ovyo, au watu wa ile jamii wangeweza kuwadhulumu, lakini hikma ya Mwenyezi Mungu ile mali ikarudishwa pale. Tuwe ni wenye kumdhania Mwenyezi Mungu khairi, ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kutulipa katika yale yanayotokea, yawe ni yenye kuumiza au yenye kufurahisha. Niwatakie kila la khairi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuhifadhi na tuondoshee makruh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.